Yes, karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Leo nimekuja kivingine, nimekula suti pale, lakini pia nimewaletea taarifa njema kabisa kuhusiana na zile bilioni 2 ambazo zilitangaza na Mheshimiwa Waziri wa Michezo. Leo tuna habari njema. Wizara yetu imepatiwa fedha takriban bilioni 2 kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao. Alisema kwamba kuna bilioni 2 zitatoka na watu wafike kwa mkoa wa wilaya wajaze fomu ili kupata pesa hizo. So kweli watu walijitokeza wengi sana kujaza fomu hizo. Habari, kwa majina naitwa Elinasa Linus, ni content creator Morogoro, wilaya ya Mvomero. Tumekuja kujitokeza kuchukua fomu kama ilivyotoka katika tangazo la tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka huu. Serikali yetu nzuri chini ya Mama Samia Suluhu Hassan imetambua uwepo wa content creators na vijana na sisi kama vijana tumeiona hii ni kama fursa na tumejitokeza kwa wingi kuja kuchukua fomu, kujisajili kama content creators na washauri content creators, hii ni fursa kwa wote. Hakikisha unakuja kuchukua fomu katika wilaya uliokuwepo, katika mkoa uliokuwepo, hakikisha unachukua fomu na kujisajili kama content creators. Lakini baada ya hapo sasa, baada ya kujaza fomu, so tamko tena lingine likatoka kutoka kwa huyo Mheshimiwa Paul Makonda, Waziri wa Sanaa, Habari na Michezo, akisema kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 pesa zitaanza kutoka kwa wale wote watengeneza maudhui ama content creator. Tulipanga tuwe na uwezeshwaji ambao haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Aliona watengeneza maudhui wakifanya kazi nzuri lakini katika mazingira sio rafiki. Manake pia aligundua vitendea kazi hawana. Kwa mapenzi haya ambayo Daktari Samia nayo, na anatambua kwamba sasa hivi kwenye kipindi hiki cha karne ya 21 teknolojia ndio imechukua nafasi yake. Tuelekeza kutenga bilioni 2 ili kuhakikisha kwamba watengeneza maudhui wanapata hizo fedha zinawawezesha kutengeneza maudhui yanayowapatia kipato, na si tu kipato, yanawawezesha pia kutengeneza ajira za watu wengine. Na tukakubaliana kwamba watu wajisajili mpaka tarehe 15. Na leo tarehe 16. Maana yake jana tarehe 15 ndio ilikuwa nini? Ilikuwa mwisho. Taarifa hizo zinakusanywa kutoka kwenye mikoa yote. Na wengi zaidi walijisajili kupitia kwenye njia ya mtandao. Maelekezo yangu kwenye wizara, tukamilishe huo mchakato mwezi huu. Kuanzia mwezi wa 3 tarehe 1 watu waanze kuchukua fedha zao, waende wakatengeneza maudhui ya kujenga uchumi wao, lakini pia ikiwa sehemu ya so kwa mikoa yote ya ndani ya Tanzania, yani hapa nazungumzia nchi nzima. So na utaratibu ambao uliwekwa ni kufika kwa mkuu wa wilaya ama kujaza taarifa zako kupitia Gmail. Japokuwa kupitia Gmail imekuwa ni changamoto zaidi kwa sababu haieleweki. Mpaka sasa mimi mwenyewe ni teacher lakini sielewi nini ambacho kinaendelea. Kama kuna mmoja ataona labda video ambaye anajua nini ambacho kinaendelea, atatoa comment ili na wengine wajue. Lakini pia nikwambie kwamba usisahau kusubscribe kwenye channel yako pendwa kabisa ili uwe kwanza kupata video kila inapokuja, itakufikia moja kwa moja. Hakikisha una like lakini pia una comment. So niko Tabora mjini, japokuwa Tabora bwana, mchakato wa content creator umepoa sana. Sijui kwa nini. Sijui ana Tabora mnakuwa mawapi. Watu wamechangamkia fursa, watu wamechangamkia pesa hizi, lakini Tabora content creator sijui atakuwa wapo. Kwanza niweze kumpongeza Mheshimiwa Dr. Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha vijana au watengeneza maudhui na kutambua mchango wao na kutoa support ya shilingi bilioni 2 ili kuwezesha vijana waweze kutengeneza maudhui. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuelewa mchango wetu sisi kama vijana na kuelewa nini ambacho sisi watengeneza maudhui tunaweza tukakiofa kwa serikali. Tunaenda mbali,
na kuona faida ya content creation na kuona namna gani sisi kama vijana tunaweza tukajiongeza na tukaifanya nchi na dunia nzima itambue umuhimu wetu. Tunamshukuru mama, mimi nimekuja hapa halmashauri kuchukua hii fomu na sijatozwa hata shilingi 10. Wito wangu kwa vijana na haswa wanahabari na waandishi wa habari, lakini pia na content creator, waje wachukue fomu, lakini pia wazijaze kwa usahihi. Kama mimi nimechukua fomu hii, nitaenda kuijaza na nitairejesha ili tuendelee na mchakato wa pili wa kupata fedha hizo. Rai yangu kwa vijana, hususan waandishi wa habari, lakini pia content creator, waje wachukue fomu na wajaze fomu. Ni hamasa yangu ambayo kwa hii la serikali ilitengwa kwamba nizidi kufanya kazi kwa mtiririko wa kila siku. Maanake kwenye zangu hizi ambazo nilikuwa naziendesha, nilikuwa nafanya kazi kwa kusuasua kutokana na baadhi ya kukosa resources za kufanyia kazi, lakini hii imenipa hamasa kwamba nitawekeza nguvu kubwa kuhakikisha natengeneza maudhui kila siku ili nifike sehemu fulani ambayo nitaweza kunufaika, pia ninaweza nikawa mmoja wa kunufaika na hiyo iliyotengwa na serikali. Okay, mimi kwa upande wangu bwana, kama mtengeneza maudhui, ile tangazo la kutangazwa kwa bilioni 2 kwanza linanipa hamasa kubwa kuendelea kufanya kile ninachofanya, sababu naamini kama serikali inaweza kutenga muda wake, lakini kutenga bajeti yake kuweza kutoa kwa sisi vijana waandaaji wa maudhui, basi naamini kwamba serikali ule ni mchango tosha kwa sisi vijana katika kuelekea kujiajiri katika uandaaji wa maudhui. Mimi kama mtengeneza maudhui imenipa hamasa kubwa, kwa sababu inaonyesha kwamba serikali imeona mchango wetu, lakini pia serikali imeona namna gani vijana tunapambania katika hiyo nafasi ya kutengeneza maudhui. So inanipa motisha, inanipa hamasa kuendelea kutengeneza maudhui, lakini pia nikiamini kuwa serikali inaona kitu ambacho tunaendelea kupambania vijana, kwa sababu ajira imekuwa ngumu, so vijana wengi tumejikita huko. Wizara yetu imepatiwa fedha takriban bilioni 2 kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni any program ambayo unaifanya. Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Fedha hizo zimetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kuyawezesha makundi yote ya watengeneza maudhui, ikiwemo katika sekta ya utalii, michezo, habari, jamii, muziki, filamu na sanaa. So, nyuma ya kamera yuko Shaili, lakini pia Mbero ananiona Teacher Sauti ya Sifa. Tukutane wakati mwingine. Bye.